Kwa ufupi sasa nataka kurudi katika kile ambacho kimetaka kukizungumza. Kuna vitu vinapenyezwa katika mujitamaa wetu, na hususan ni fikra kutoka kwa watu wa magharibi wakiendana na fikra za watu wa miji hii au katika miji mbalimbali, kudumisha mambo ya asili, kudumisha mambo ya asili, kwamba hizi dini hizi wanayokusudia hapo zaidi ni Uislamu, kwa sababu ndio unaopiga vita shirki. Hizi dini hizi ni dini za wakoloni. Ukristo umeletwa na mzungu, Uislamu umeletwa na Mwarabu, lakini sisi wa Afrika tuna dini zetu za asili, na miongoni mwa dini zetu za asili ni sisi kuabudu mizimu na vitu vya kale. Kama kuna misitu mikubwa, miti mikubwa mikubwa, kama ni mibuyu, migandi, mapango, makaburi ya watu wa kale, vitu kama hivi vienziwe, vitu vya asili hivi, tusiache utamaduni wetu. Na wengine wanaambiwa, wewe endelea na mambo yako ya Uislamu, nenda ukaswali, nenda Maka ukahiji, ikifika Ramadhani funga, lakini ujue una asili, una jambo lako la asili. Usiache matambiko, ukwenda kwenye makaburi ya wazee kule ukachinja, ukaomba, ukafanya hivi, ukafanya vile. Hii ndio asili yako. Na kuna baadhi ya misitu kule Kenya wanaita kaya za Mijikenda, inahifadhiwa, hasa iko chini ya UNESCO. Huruhusiwi kugusa, kukata mti hapo, si wa mkaa wala wa kukata mbao, huruhusiwi. Lakini watu wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuabudu ibada zao za kale. Kwa hiyo wanaingiliwa katika wanaletewa ile shirki kupitia mlango wa mambo ya asili, na wao wanakubali, wana kweli, mimi si Muislamu lakini haina shida. Kwa hiyo imetokea bwana, mji sasa hivi umekuwa katika hali ya tafrani, hakuna masikizano, wachawi wamekuwa wengi, basi watu waende wakatambike. Yule anayeswali swala tano ndio atakiongoza katika msafara kwenda kutambika na kwenda kuomba watu wale wafu. Si kwamba anakwenda kufanya ziaratul qubur, ziara ya kisheria, kuyazuru makaburi, ziara ya kisheria. La, atakwenda kuchinja pale, atakula nyama pale na atawaomba wafu. Sasa hiyo ni tauhid? Swali ndio hiyo, ni tauhid? Na kuna watu wanaona kwamba sio shida, wache waende wenyewe, wanafanya mambo ya matambiko yao, sawa. Wapo katika watu, bali wengine wanaweza kuwa ni katika watu wanaoitwa ni mashekhe, waalimu, wanayakubali haya, hakuna neno. Sasa wewe uone kwamba hiyo ni hatari, lakini hakuna anayechezea akili za watu zaidi ya shetani. Allah subhanahu wa ta'ala katika al-hadith al-qudsi anasema subhanahu wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, hakika mimi nimewaumba waja wangu wote ni wenye kushikamana na tauhid na ni wenye kuachana na mila zote. Ndio maana hanif, al-hanif ni mtu aliyeacha mila zote akashika mila ya tauhid. Hanifan muslima. Ibrahima amesifiwa, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi, qanitan lillahi. Hakika Ibrahimu alikuwa ni kiongozi bwana, ni umma mnyenyekevu, hali ya kuwa ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hanifan, ni mwenye kuachana na mila zote. Sasa ili upate Uislamu sahihi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima ukubali kuachana na mila zote, ushike na nini? Na tauhid. Ndio maana Allah akasema, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, malizia hunafa.
wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kuwa ni wenye kumtakasia, kumsafishia yeye dini iwe safi. Alafu akasema hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na mila ya Uislamu, mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, na wasimamishe swala kisha watoe zaka. Hiyo ndiyo dini iliyo ya sawa. Lakini kinyume cha hivyo, vyovyote vitakapochanganywa, Uislamu wautaka na mila waitaka, Uislamu unakaa pembeni, utabaki Uislamu jina tu. Mimi Muislamu lakini na mila za kwetu, na ukazitabikisha mila za kwenu, na miongoni mwa mila za kwenu ni kumshirikisha Allah kwa kwenda kuwaomba wafu, kwa kuamini kwamba kuna wafu hao roho zao bado zinatuzunguka sisi na zina athari kwetu. Tusipowafanyia jambo fulani, basi watatudhuru sisi. Kuna watu ndani ya Uislamu wanafunga Ramadhani lakini wanaamini hivyo, na wanakwenda kutambika katika makaburi ya watu wa kale. Sizungumzii suala la kuzuru kaburi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tuyazuru makaburi kwa sababu kuu hizi mbili. Sababu ya kwanza, kwa sababu makaburi yanatukumbusha sisi akhira, na akatufundisha kuwaombea dua. Sio sisi tukawaombe wao, tuwaombee wale. Mnatuelewa? Mnaelewa nachokizungumza? Haya ndio mambo ambayo yamefundishwa katika Uislamu, na akakataza kuyajengea makaburi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisimama sawa sawa kama alivyoeleza shekhe hapa, kwamba alilisimamia sawa sawa jambo hili kwa umadhubuti kabisa, suala la kuhakikisha zile madhahiri zote za ushirikina zinavunjwa. Miongoni mwa hizo ni kutukuzwa makaburi ya watu, na hasa makaburi ya watu wema. Leo hii katika ulimwengu imekuwa sasa kuyaadhimisha na kuyatukuza makaburi ni kwa kujengewa. Wewe nenda katika nchi zote za Kiislamu isipokuwa daulatu tauhid as-Saudia, nenda nchi zote, nenda Misri ukaone kubur zinavyoimarishwa. Sasa suali, mimi nauliza swali tu la kawaida, hata walimu wa madrasa wa kawaida, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tujengee makaburi au tuyavunje makaburi? Hii ni homework na wapo. Sisi tunasema tulivyomuelewa sisi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuyavunje makaburi. Wallahi, atakayeelezea hadithi moja tu hata kama ni dhaifu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu wajengee kaburi, mimi nitatoa pesa shilingi milioni 1 nitampa cash, nitaitafuta mpaka nitaipata, hata kama gari nitauza. Nipe hadithi ya kuonyesha kwamba kaburi latakiwa lijengewe. Wajua watu waadhimishe, tuache kumbukumbu ya watu wa kale. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesemaje katika hilo? Amekataza hata kupakwa rangi na chokaa na jasi. Leo sisi tunaweka marumaru, ceramic, makaburi yanavutia kweli kweli. Nani kafundisha utaratibu huu? Nani kaufundisha utaratibu huu? Kwa nini? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza msiwashe taa kwenye makaburi. Watu wawasha mataa na mafeni na isi zawekwa. Hamje nielewa pia yote haya Mtume kayakataza na wao wajua. Lakini kwa nini wanamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa maslahi ya nani? Sasa hapa Myahudi ni nani? Yahudi ni yule anayekwenda kwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au yule anemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamsome historia nyinyi. Wapinzani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni kina nani kama sio Mayahudi na Manasara, na hasa Mayahudi na washirikina? Sasa ni nani anastahili kupewa wasifu wa Uyahudi, kwamba huyu anakwenda kwa misingi ya maadui wa Uislamu? Ni yule anayekataza watu wasiyajengee makaburi, au yule anayejengea na kuyatetea? Fanyeni utafiti katika jambo hili, mtaona kwa uwazi kabisa suala la tauhidi ni suala muhimu sana. Sasa namalizia maneno yangu, nilisema nitazungumza kama dakika 7 mpaka 10, lakini naona maneno yanarefuka.